Naam, mtazamaji wa Anuari TV, karibu sana kwenye kipindi cha The Golden Boot, sehemu ambako tunaangazia habari na uchanganuzi wa taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zimetokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa mara baada ya kushuhudia mchezo dabi ya Kariakoo kwa siku ya jana huko visiwani Zanzibar, story ni nyingi, habari ni nyingi kuhusu namna ambavyo tunakwenda kuishuhudia Young Africans mpya chini ya kocha Mangoba Ngiti, na kwa namna ambavyo amekuwa anacheza. Ni mwalimu wa namna gani, vitu gani ambavyo anapenda kuvitumia sanjari na wachezaji ambao wameingia kwenye kocha cha Young Africans. Je, wanaweza wakafit kwenye kile ambacho kocha Mangoba Ngiti anakihitaji moja kwa moja? Ndio swali ambalo nakwenda kupatia majibu kwa siku ya leo. Jina langu ni Leopard John, sauti ya mvua. Nyuma ya kamera yupo Emmanuel Charles Maro, dhahabu ya Mara. Sasa kwa mfumo wa kocha Mangoba Ngiti, namna ambavyo amekuwa anacheza, kwanza ni kocha ambaye ni muumini wa mfumo wa transition play, yani muda mwingi wa mchezo anapenda kukimbia kwa kutumia viungo washambuliaji wa pembeni sanjari pia na viungo katikati mwa uwanja. Ndio maana hata kwenye mechi ya jana dhidi ya Simba Sports Club aliweka viungo ambao kimsingi wanakimbia kwa usharpness katika maeneo tofauti ya uwanja. Hapa namzungumzia Maxim pia Nzengeli. Of course unaweza ukaconfirm kwamba jana jinsi gani ambavyo alikuwa anafanya hiyo kazi kwa kiasi kikubwa, na namna ambavyo alikuwa anakimbia mbele. Utamkuta timu ikiwa haina mpira ya sehemu, utamkuta ameshuka chini. Ndiyo sehemu ya kile ambacho kocha Mangoba anachokihitaji moja kwa moja. Lakini sio tu kukimbia kwenye maeneo, lakini pia anapendelea wale wachezaji ambao wana uwezo mzuri wa kumiliki mpira lakini pia kucheza. Wakina Juke Ogabuya, wakina Mudathiri ya basi hawa, wakina Yao Kwasa Toula, sanjari na mtu kama vile Albert Kangwanda ambaye naye pia ana huo ubora kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo litamfanya ama linamfanya mwalimu aweze kupata kile ambacho anakihitaji moja kwa moja. Na kimsingi hawa wote ambao nimetoka kuwazungumza ni miongoni mwa wachezaji ambao kwenye kile mwalimu ambacho anakihitaji wamekuwa wanampatia kwa asilimia kubwa, jambo ambalo linamfanya kocha Mangoba ahisi kwamba Young Africans ni sehemu ambayo inaweza ikapata ama ikampatia kile ambacho anakihitaji kuelekea msimu mpya ambao tunakwenda kuanza siku za usoni. Sasa katika upande wa kiuchezaji, yani ile teamwork, namna ambavyo imekuwa inacheza kuanzia nyuma, namna ambavyo kocha Mangoba amekuwa ana falsafa ya kucreate mashambulizi kuanzia nyuma, na yeye amekuwa hataki kupiga pasi nyingi ndio afike golini. Utaangalia namna ambavyo jana alikuwa anacheza, kwa maana muda mwingi wa mchezo anapiga pasi ndefu kwenda kwa viungo wa ulinzi, and then wanapiga high ball ama ile mipira mirefu ambayo inakwenda kutua nyuma ya migongo ya timu pinzani, huku hawa walinzi wa pembeni kulia na kushoto wakiwa wamekwisha overlap, wanakaribia na kile kibendera, kwa maana corner flag, and then wanakuwa wana option mbili, either wapige cross au wakati kwa namba 10 au namba 8 ambaye atakuwa amekaa karibu na edge ya box, and then kwa attempt kwenye lango la timu pinzani. Hiki ndicho ambacho jana kilitokea katika goli ambalo Young Africans walilipata kutokea kwa mshambuliaji wao raia wa Zambia Albert Kangwanda. Ilianzia katikati mwa uwanja kwa Mudathiri ya basi, ikapigwa pembeni, ikakutwa kwa Maxim pia Nzengeli, akaweka kwenye njia, and then Shedrack Boka akapiga cross ambayo ikamkuta Kangwanda tayari amekwishakaa kwenye nafasi. Na hivyo ndivyo ambavyo kocha Mangoba mara kadhaa amekuwa anahitaji kuweza kucheza kwa namna hiyo. Lakini pia ni kocha ambaye ana usudu pia mfumo wa kushambulia kwa kushtukiza. Muda mwingi wa mchezo unaweza kumuona yuko nyuma akiwa hamiliki mpira, lakini pale ambako anapopoka mpira ana hiyo silaha kubwa ya kuwa na viungo wenye ile football IQ na wenye ubora mkubwa wa kufanya ile kick transition, jambo ambalo pia limekuwa linamfanya mwalimu Mangoba aweze kupata kile ambacho anakihitaji. Jaribu kuangalia jana nafasi ambayo alipoteza Shashaman, kama unakumbuka vizuri, ilikuwa ni counter attacks ambayo Young Africans walipoka mpira kwa Simba, and then wakajaribu kuibuda shambulizi kwa haraka sana na kuweza kuanza shambulizi kuanzia katikati mwa uwanja. Kwa hiyo hayo ndio maeneo muhimu ambayo kocha Mangoba amekuwa anayatumia kama vile muhimili wake na ubora mkubwa pale ambako akiwa anaelekea mechi ngumu na mechi shindani na kuweza kumuwin mpinzani wake kwenye mechi husika. Sasa makocha wa aina hii
unaweza ukawazuia kwa namna gani, au kitu gani ambacho kinaweza kikawafanya waweze kuingia kwenye mfumo wako? Pili, kwanza lazima uwe na mkakati mzuri wa kujilinda. Either uwe unafanya zone marking, kwa maana kukaba kwenye maeneo, kutoacha zile spaces ambazo zitawapa uhuru wale runners wa timu pinzani, kwa maana Young Africans watakavyokuwa wanacheza, and then uweze kuwa na namba kubwa ya watu katika maeneo, ili mradi tu waweze kuwanyima uhuru wale viungo na wachezaji ambao wanapendelea kukaa na mpira mguuni kwa muda mrefu. Lakini usipofanya hivyo, wanaweza kukuadhibu kwa sababu wanakuwa wana silaha takriban 3 ambazo zinawapatia wao ubora mkubwa na kuweza kuwin maeneo mengi ya uwanja. Kwa hiyo huyo ndio kocha Mangoba Ngliti, kocha mpya wa Young Africans ambaye tayari amekwisha anza msimu kwa kuweza kutoa taji la ngao ya jamii kwa mwaka huu 2026 mara baada ya kumfunga mtani wake kwa maana ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Jina langu ni Leopard John, sauti ya mvua. Nikushukuru kwa wale ambao wamekuwa nami kwa siku ya leo. Hadi wakati mwingine, nyuma ya kamera alikuwepo Emmanuel Chazmaro.